Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karibu katika maombi ya kuombea kazi. Uko nami, mimi ni mwalimu Amos Leonard. Omba pamoja nami. Bwana Yesu, Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru na kutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu wa mbinguni na duniani. Wewe ndiwe muumba wa kila kitu, chanzo cha uzima na baraka zote. Nakiri kwamba hakuna kama wewe, mkuu kwa rehema, mwenye neema nyingi na mwaminifu milele. Sawasawa na neno lako uliosema katika kitabu cha Zaburi sura 24 mstari wa kwanza kusema, nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa uhai wangu, kwa pumzi ya uzima, kwa ulinzi wako na kwa safari yote ya maisha yangu. Nakushukuru hata katika hali ya kutokuwa na kazi, kwa sababu najua wewe unafanya mambo yote kwa wakati wake. Sawasawa na maneno yako uliyosema katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 18 kusema, shukuruni kwa kila jambo. Bwana Yesu, Baba wa rehema, ninakuomba unisamehe kwa kila dhambi niliyotenda kwa mawazo, maneno ama kutenda. Nisafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Ondoa kila kitu kinachonizuia kufika na kufikia baraka ya kazi ninayokusudiwa. Sawasawa na maandiko yako katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 kusema, tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusamehe. Bwana Yesu, ninakiri leo kwamba kazi haitoki kwa mwanadamu bali kwako wewe. Wewe ndiwe Mungu wa fursa, Mungu wa milango wazi na Mungu wa mafanikio. Hakuna aliyefunga atakayefungua ila wewe. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Zaburi ya 75 sura Zaburi ya 75 mstari wa 6 hadi wa 7, Biblia inasema, kuinuliwa hakutoki mashariki wala magharibi, bali Mungu ndiye ahukumue. Bwana Yesu, katika jina lako Yesu Kristo, ninakuomba leo unifungulie mlango wa kazi, nipate kazi iliyo halali, yenye heshima, itakayoniwezesha kujitegemea, kusaidia familia yangu na kulitukuza jina lako. Niongoze kwenye kazi ulioniandalia kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Yeremia 29 mstari wa 11 inasema, maana najua mawazo ninayoyawazia, mawazo ya amani wala si ya mabaya. Bwana Yesu, nijalie hekima, ujuzi, maarifa, nipe neema mbele ya mwajiri, wakubwa na wa taasisi mbalimbali. Kila napopeleka maombi ya kazi, mahojiano au nyaraka ya maombi, nikubarike kwa sababu ya neema yako. Sawasawa na Methali 3 mstari wa 4 kusema, utapata kibali na akili njema machoni pa Mungu na wanadamu. Katika jina la Yesu Kristo, ninakataa kukata tamaa, hofu, uvivu, mawazo hasi. Nachagua kuamini neno lako, nisimame imara nikijua kwamba msaada wangu unatoka kwa Bwana. Isaya 41 mstari wa 10 inasema, usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Ninatamka
kwa kinywa changu leo kwamba nitapata kazi, milango yangu imefunguliwa, juhudi zangu hazitapotea. Nitashuhudia wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Sawasawa na Marko 11 mstari wa 23 kusema, atakaye yaambia mambo haya kuwa imani, yatakuwa kwake. Asante Baba kwa kunisikia. Asante kwa jibu ambalo tayari unalitoa. Ninasubiri kwa imani na furaha, nikijua kwamba kazi yangu iko njiani. Wewe si Mungu wa kushindwa, sawasawa na ulivyosema katika Wafilipi 4:6-7 kusema, msihangaike kwa neno lolote. Maombi yenu na yajulikane mbele za Mungu. Ninaomba na kuamini ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.